kijana, wakati wa kufanya maamuzi ya mtu wa kuingia naye kwenye ndoa, epuka kuzingatia vigezo vya kimwili tu. Hii ni kwa sababu vigezo vya kimwili huwa vinachuja baada ya muda. Ninaposema vigezo vya kimwili, kuna mtu aliingia kwenye ndoa na mtu kwa sababu ya mwanya. Unapokutana na uhalisia wa maisha, ule mwanya unaanza kuona ni pengo tu. Epuka kuzingatia vigezo vya kimwili tu, badala yake husisha na zingatia vigezo vya kimaisha na vya kiroho. Ni vipi? Zingatia akili ya mtu unayeingia naye kwenye ndoa. Ni lazima uhakikishe unaingia na mtu kwenye ndoa mwenye akili. Anaweza asiwe na sura nzuri huyo kaka, lakini ana akili. Maisha hayaendeshwi na uzuri, maisha hayaendeshwi na six pack, maisha hayaendeshwi na unene wala wembamba wala urefu wala ufupi. Maisha yanaendeshwa na akili. Kwa hiyo jiridhishe na akili ya mtu unayetaka kuingia naye kwenye ndoa. Namba 2, hakikisha unazingatia kiwango cha uvivu. Usiingie na mtu mvivu kwenye ndoa. Uvivu ni mzigo, uvivu ni laana, uvivu ni mama wa umasikini, uvivu ni mama wa aibu. Kuingia na mtu mvivu kwenye ndoa ni kuingia na mzigo kwenye ndoa. 3, kaka unayeingia naye kwenye ndoa, dada, anaweza asiwe mzuri, lakini zingatia uwezo wa yeye kuwa kiongozi. Usiangalie tu vigezo vya kimwili. Ananyanyua vyuma, utalipa ada, utaendesha maisha na hicho kifua, hata kama ametunisha kifua kama hotipoti. Unapokutana na uhalisia wa maisha, utaona tu ni matikitiki, ni kero tu zinakusumbua ndani ya nyumba. Hakikisha unazingatia vigezo vya kimaisha, ikiwemo uwezo wa mwanaume kuwa kiongozi. Sifa ya kwanza ya mwanaume kwenye ndoa ni kuongoza. Kwa hiyo kaka, jenga uwezo wa kuwa kiongozi kwenye ndoa. Dada, usiolewe tu na mtu kwa sababu umeona anaongea Kiingereza, mtakula Kiingereza. Kwa hiyo jiridhishe na uwezo wa mkaka kuwa kiongozi. Sasa na wewe kaka, jiridhishe na unyenyekevu wa mdada kuongozwa. Kaka, usimuoe dada ambaye hayuko tayari kuongozwa. Achana na hilo gobore. Nafasi ya mwanaume ni kuongoza. Akitolewa kwenye hiyo nafasi, hiyo ndoa ni majanga. Mwanamke akichukua nafasi ya mwanaume kwenye ndoa, alafu mwanaume naye akachukua nafasi ya mwanamke, hiyo ndoa Mungu anahama, kwa sababu imevunja protoko ya Mungu. Kaka, kama una kifua cha kuwa kiongozi, kaa na wazazi wako kwanza. Dada, kama uko tayari kuongozwa, kaa na wazazi wako kwanza. Binti, hakikisha mwanaume ni mtoaji kwenye family. Kama hauko tayari kuwajibika, usiingie kwenye ndoa. Umri sahihi wa kuingia kwenye ndoa ni pale unapokuwa na uwezo wa kuwajibika ili kuwa provider. Jiridhishe na imani moja. Huwezi kwenda kuibadilisha imani ya mtu kwenye ndoa. Hakikisha mna imani moja ya Yesu Kristo. Akikwambia mna, tukishaoana mimi nitahamia kwako, ni uongo. Wewe ambaye umeitazama video hii, ninakusihi na ninakuomba sana, mtu wa Mungu, kwa kuwa mafundisho yetu yamekuwa kichochezi kikuu cha miujiza ya watu, kwa kuwa mafundisho yetu yamekuwa sababu kuu ya mabadiliko ya maisha na tabia za watu, ninakuomba nenda pale YouTube, alafu utasachi Mbingu Duniani TV. Ukishaona akaunti yetu pale, ninaomba usubscribe kwa ajili ya kuendelea kupata mafundisho, na Mungu akubariki na Mungu akutunze. Be blessed, na hakika maisha yako hayatabaki vile, kupitia neno ambalo Mungu analishusha kupitia sisi. Haleluya.